Kazaa mtoto wa kiume, Mungu amjalie, Mungu amkuzie. Akizaa huyu hapa sikishazaa, azae mwingine, akomeshe raia. Wenye midomo kama chujio. Mimi simuongeleagi udada mwenzio. Kumuongelea kama baya. Kwanza mimi naona juu kuongea mwenzio. Hana mambo mengi. Na sio Mswahili. Na hii sana muongelei mtu. Lakini wao kukicha tu, wanaacha kwenda kulima matembele na maboga. Wewe yako umeongelea. Unamuongelea Wema, tu mtoto wako hajatoa mimba. Watoto wao wanatoa mimba hadi mtoto anatambaa na nkandamiza. Wao hata hajamuona kwa sababu na ile utumbo sio alivyokata wanasema. Ndio kazidi kukata utumbo. Amekonda huyo. Hachukui muda ule. Iko siku atadondoka kwenye stage. Na dunia taduru. Mabana naombea arudie wao. Atadondoka kwenye stage. Atadondokaje sasa kwenye stage? Si wanamwombea mabaya? Leo hajadondoka. Ndio kwanza kamleta mtoto. Wewe unasemaje? Aliposhika mimba sasa. Uliona anavyoongea? Itakuwa kapandikiza yule. Walikuwepo anapandikizwa. Waliongea mengi. Si ashiki mimba alisema azai mpaka nakufa. Wameona kashika mimba kapandikizwa yule si ana hela hadi babake mzazi alikuwa na hela. Kwa zile hela leo benki zipo, wao ndio wamefanya maana kupandikiza mimba milioni 20. Kwa hiyo itakuwa amepandikiza yule. Walisema pia kapandikiza. Yaani huyo mtu anakaa Mbagala, hamjui Wema hata kichogo chake. Kwa nini watu wanaongelea wanayajua mambo ya watu? Hata hajui, lakini mimi mwenyewe naye naongeaga watu wengine naongeleaga maneno naombea ila sio kama haya bwana. Kumbe na wewe unaongeaga. Mimi mwenyewe mbea lakini sasa sio kama haya. Sio kama haya. Yaani kuna umbea lakini kuna vitu vya umbea labda mtu kafumaniwa. Si unajua? Sio haya. Unaweza kumuongelea mtu kwa matatizo. Haya maneno haya mtu ana mtoto unamwongelea. Walikuwa wanamhitaji unajua mtu nimsikia anasemaje? Mgumba kitaifa. Mgumba dunia. Ni sawa. Ndio maneno alikuwa anamsema. Mwenyewe kwani alikuwa sikii? Hajasikiaga? Mgumba wa dunia, yani dunia nzima, mgumba peke yake. Sasa wewe sema bina, unajua watu ambao hajazaa? Wapo wengi. Kwa nini wamwite mgumba dunia? Sema kwa nini wamwite? Kwa nini wamwite dada watu? Mungu kaamua kuwakomesha. Kawakomesha yani vidomodomo wamenyamaza. Sasa baada ya kuona kama mimba kapandikizwa. Wakaanza kusema mimi. Wameona shabeba. La kuongea alipo kapandikizwa. Sasa hivi kajifungua. Sasa una mtoto wake kamzaa utasikia. Kambemenda. Wewe si upo? Watakuja na jingine. Yaani kila anamkana jipya. Watasema tu mtoto wake nyenye umemwona? Kabemendeka huyu hatari. Wao kutu wanatoa na wabemenda. Mimi nachoka tu. Yaani wanadunia kusikiliza bina. Utoki. Unaweza ulie wewe ndani mwaka nzima. Au unasemaje? Kabisa. Wewe ukisikia mgumba dunia ushakusikia? Sijai kusikia. Kwa nini umwambie mwenzio mgumba dunia? Mwenzio kizazi hajapewa. Muombee dua, Mungu afanye maajabu yake yule azae. Lakini wewe ndio kwanza unamuita mgumba dunia. Mimi naona duniani mbona kuna watu wengi hawajazaa? Sio Wema tu. Kwa achane nao amlee mwanawe. Au unasemaje? Amfanyie mwanae maombi, amfanyie mwanae dua akue, maisha mengine yaendelee. Aongeze mtoto neno langu mimi. Yaani asichelewe. Yaani hapo huo ndio usia unaompa wewe. Usia wangu. Mtoto wake akitembea hata kama asipotembea, mtoto atakuwa tu. Amlete mwingine. Akipata na amlete mwingine. Basi maisha mengine yaendelee. Nataka Wema awe na watoto wangapi kwa sasa? Nataka Wema azae watoto 10. Kama Mungu mayai hayo kampa. Azae watoto 10. Watoto wako ndo ndugu zako bina. Au wewe hujui? Najua. Kwa maisha ambayo tunaenda nao sasa hivi. Mtoto wa dadako, mtoto wa kakako. Kwanza ukimtuma sana utasikia unasumbulia mtoto. Sumbulia tu. Hata kakako ataongea. Lakini mwanao utamtuma kama nyau. Mimi ni hilo tunamwombea dua, namwombea dua pone. Hapo akae sawa mtoto wake akue amnyonyeshe vizuri. Maisha yaendelee. Alikuwa amekata tamaa, kuna video ina trend anasema umeiona. Nimeiona. Alikuwa ameshajikatia tamaa. Sawa. Na ndio maana saa nyingine yule alikuwa anafuga mnyama. Na Mungu kamuona na upendo hadi na wanyama. Au unasemaje? Kabisa. Kuna mwingine mtu akimwona mbwa anampiga jiwe. Lakini ndo kwanza alimfuga, kumpa maziwa. Aliweka nani msiba. Ana upendo na ndio maana alipewa. Watu wakamsema akaweka msiba wa mbwa. Mimi sijai kumchamba hata siku moja. Kwa nini sione? Kwani macho mimi sina bina? Mbona ninaona? Naona anapochambwa. Na anachambwa mpaka kesho. Mpaka kesho ukiingia unaona anachambwa. Lakini wewe sijua Mungu mwenyewe. Sasa leo mbwa kafa naye amejifungua. Na alikana mnyama kwa nini ulijua kana naye? Amemlisha vyakula vizuri.
Na leo naye amepata mtoto. Huwezi jua. Kwa mwenye anawapitia ndo anajua. Na mwenye lazima aumie, mwenye lazima asikie hizi drama. Za kuchambwa chambwa. Unajua hajasikia kwani? Kasikia. Mitandaoni si anaingia? Anaingia. Lazima aone. Si mbona tunaona? Hiyo mgumba wa dunia mimi nimeona. Umeona mwenyewe. Huyo mgumba wa dunia. Nilisikitika sana siku nililia. Nililia. Ulilia kumbe? Sana, nililia hadi majini. Majini yaliingiaje? Yalipanda alinisaidia. Kulia. Sasa mgumba wa dunia jina gani? Mgumba wa dunia jina gani? Sio vizuri kabisa. Sasa hapa Ozu ndo ameleta furaha kwa Wema na kwa Watanzania ambao pia mlikuwa wamefurahi. Mimi nimekwambia wa kwanza mimi naona wote hajafurahi. Wewe Ozu hajafurahi. Mimi ndo nimefurahi. Mimi shangazi yake mtoto, mimi dada yake Ozu. Uone tumefanana. Kumbe tumekaa na shangazi yake dada mtoto mimi dada yake Ozu. Mimi yake Wema. Sinaendaga kule mimi kwake Wema, chota maji narudi. Huyu mtoto wenyewe jina nampa mimi. Ndo jina la mtoto nampa. Nalitafuta leo mpaka nioteshwe kwenye kitabu. Mtoto wa Wema atapewa jina na Mama Shea. Nampa huyo. Na misamba nitamfundisha. Shangazi yake. Mimi shangazi yake mtoto. Kwa wewe na Ozu mnafanana. Ndugu hadi vidole vyetu au uone. Nivifunue. Mama Shea. Vidole Ozu kabisa hivi. Ozu mkono. Hadi kuongea kwangu. Mimi na Ozu nyonyo moja. Anaacha Ozu na nyonya mimi. Anakujaga huku. Mwisho jana alisema nitakuja kuletea mchele. Shauri yako. Mimi sitangazagi kama ndugu yangu Ozu. Hii nitangaze. Wanirushe majini huku. Ozu wenyewe akija apita mlango wa barazani. Mama Shea anavunja ndugu zake mbovu. Na msindikizaga huko akija anamwambia Ozu usiite. Kimya dada. Fungua. Watu hawajui. Sijai kukaa kutangaza Ozu ndugu yangu ndo kwanza leo. Wema mwenyewe akujaga na vitamla kwa barazani. Acha basi. Wanafuatana wife yake. Akijaga Wema gari yake anaisuta kwa Beach Boy. Ananipigia simu hivi. Nipate. Naambia anakuja nikienda naenda na nikabu na mvesha. Tunakuja hapa anapiga misamba milioni 3 maana anampaga mazoezi hapo kwa mjamzito. Nimempigisha misamba sana. Pigisha misamba sana mpango aje haraka. Na kaja, simuona kaja. Ndio akajifungua bila matatizo. Hajajifungua na matatizo yule. Misamba ile. Fanya mchezo ni. Kumbe mazoezi uko unamfanyisha wewe. Namfanyisha mimi, ambao mtoto wenyewe alipozaliwa kapiga misamba miwili. Hujapata habari? Kaipiga ile king'ang'aa ile. Nyake. Miwili wenyewe alishangaa, kapigia ngamba mwacheni huyo. Mimi si shangazi yake bwana. Kwa hata kwenye shughuli ya mtoto mimi niko namba 1. Piga misamba. Wasikuache tu. Wasiniache. Kwanza jina nikwambia natoa mimi. Jina yake ndo naliotea hapo. Wewe ni familia ya kina Ozu. Mimi ndugu yake Ozu mkono. Fahamu mchezo ni. Wifi yake na Wema Sepetu. Yaani macho. Hadi mimi nikiongea na Ozu vinafanana. Ozu wanasemaga dada unanipa shida kweli, ukiongea watu wananijua mimi. Wanakujua wewe. Naambia achana nao usiongee njiani wewe. Hao wenyewe wanamjua hao. Majirani wote wanamjua. Lakini naambiaga msalimie kidogo msalimie kwa. Wewe na anakujaga huku Mbagala. Anakujaga, akijaga anapita uchochoro huu. Uchochoro huu kwenye matakataka. Uchochoro anapitaga Ozu Kuna siku nataka kupanda pale kwenye ukuta ngambia usipande. Kwenye ukuta. Akaambia basi dada. Mama Shea. Mimi ni kushukuru sana. Pia na kwenye shughuli ya mwanao nasikia kuna vitu vilitokea rafiki yangu.